Ukanatigua. Kwa sababu tunaweza ongea kutoka asubuhi mpaka jioni. Tufanye siasa ya matusi, siasa ya ukorofi, siasa ambayo haina misingi, siasa ambayo haiwezi saidia Wakenya. Leo hii tuko hapa Orokarao, tuko hapa Kajwele Ward, Gorika, kijiji ya Gorika ama town ya Gorika. Nyinyi watu ya Gorika, watu ya Kajwele, watu wa Orokarao, hii mabishano yote mnaona haina faida kwenu. Faida kwenu ni yale serikali itawafanyia miezi 14 ambayo imezalia. Ni yule mjumbe mtachagua, awe kama ni mjumbe ambaye atawasaidia ama ni mjumbe ataenda kusema anapigana na serikali, hakuna kitu anawaletea. Mkumbuke kwamba hii ni uchaguzi wa mjumbe. Hiyo chuki ingine, siasa sijui ya governor, siasa sijui ya president, siasa sijui ni ya nani, hiyo ni ya kesho ya mwezi wa 8 mwaka ujao. Hii maneno mingi tunaelezewa. Ukija kwa mkutano, badala ya useme yale mtatufanyia, ni kazi gani ile serikali mnasema itakuja itafanya? Ni matusi ya ile serikali iko. Hamuelezei watu mtawapeleka wapi. Sisi siku ya leo hatutaki kuahidi mengi. Ni yale Kiarao alianzisha, yale rais wa Jamhuri ya Kenya ameyanena. Ile barabara amesema tutajenga. Hiyo shule tunasema ya Gorika ambayo itajengwa in the next 6 weeks. Ile stima mtaekewa ndio faida kwenu. Hii kila maneno yote ya pesa, kuredi pesa, sikizeni matusi, lakini tarehe 16 mwezi wa 7 mfanye uamuzi wenu kama watu ya Gorika, kama watu ya Kajwele, kama watu wa Orokarao constituency. Basi na Mungu awabariki sana na washukuru sana kwa heshima yenu.